Soka kiganjani mara baada ya barua ya Prince Mpumelelo mwana wa mfalme Prince Dube ambaye amekuwa na wakati mgumu sana kwenye kikosi cha Yanga, lakini barua yake ni ya wazi kuomba msamaha kwa mashabiki wa klabu ya Yanga. Of course haijatokea tu kwenye mechi ya Silver Striker mara baada ya nafasi za kutosha sana kwa Prince Dube, na mechi zote za nyuma ambazo alipata nafasi ya kwanza na kuwa kwenye first 11, lakini bado Prince Dube alishindwa kuonyesha makali na kuonyesha mashabiki wa klabu ya Yanga kwamba ana uwezo wa hali ya juu. Bila shaka anazungumza kwamba mpaka hivi sasa laiti kama Prince Dube angekuwa na uwezo wa kutumia nafasi na kuzifanya kwa magoli, basi hakuna mchezaji ambaye kwa hivi sasa angekuwa na magoli mengi kushinda Prince Mpumelelo mwana wa mfalme Dube, ambaye hivi sasa kwa asilimia kubwa katika dirisha dogo la usajili klabu ya Yanga itaambatana wazi kabisa kufanya makubaliano ya kumwacha na kwenda kwenye nafasi ambayo itakuwa ni lazima kwenda kwenye timu kwa mkopo, ili mradi kuangalia je ana uwezo wa kujirekebisha na kukaa sawa, ili mradi aweze kupatikana mchezaji wa kuweza kuchukua nafasi yake. Ila mpaka hivi sasa matumaini kwa mashabiki wa klabu ya Yanga sio kubakia tena na Prince Dube, bali kumtafuta mbadala ambaye anaweza akachukua nafasi ya Prince Dube. Kama ni nafasi, kama ni kupendelewa, hakuna mchezaji aliyependelewa sana kwenye kikosi cha Yanga kama Prince Dube, lakini cha ajabu anachokifanya, anachokionyesha ni vitu viwili tofauti. Kwa baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba kwa miaka ya nyuma walikuwa wakimuogopa sana Prince Dube, lakini sasa hivi unapocheza na klabu ya Yanga, Prince Dube anakuwa sio mchezaji tena ambaye ni hatari. Na ndio maana kuna wakati mashabiki wa klabu ya Simba wapinzani wamekuwa wakisema kwamba Prince Dube ni mbaya ama ni mkali tu kwa klabu ya Simba. Anapokutana na klabu ya Simba amonekana kuwa ni muibwa na mchezaji ambaye ni hatari sana, lakini sio mchezaji ambaye anastahili kuweza kuwepo katika timu kubwa kama Simba ama Yanga. Na hii ni funzo kwa hizi klabu zetu mbili, kwa Simba na Yanga, kuto kuwachukua wachezaji kwenye timu moja, kwa sababu Yanga ilimsajili Prince Dube kwa sababu walikuwa akifunga klabu ya Simba. Sasa ni moja kati ya makosa yaliyofanyika kwenye scouting area na hivi sasa yameweza kuwagharimu, kama kilichotokea kwa scouting ya makocha kuweza kumchukua kocha Romain Folz ambaye alitaka kuingiza mkenge, lakini cha ajabu wameweza kujirekebisha haraka iwezekanavyo na kumkamata kocha Pedro Suarez ambaye hivi sasa ni mwanasayansi wa soka la wananchi wana Jangwani. Sina la ziada, lakini kama atakuwa anaonewa Prince Dube kuachwa na klabu ya Yanga, basi dondosha komenti zako, lakini pia tuzungumzie kuhusiana pia na je, mchezaji gani anaweza akachukua nafasi ya Prince Dube.